Katika kuhakikisha hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam ni shwari, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya kiuchunguzi kufuatia taarifa ya Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam ya mwezi Julai 2026 imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 83 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai yakiwemo ya unyang'anyi kwa kutumia nguvu, uvunjaji, wizi, mauaji, kubaka, kulawiti na kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi. Nikisoma taarifa iliyotolewa na Jeshi la Polisi Dar es Salaam, taarifa hiyo inaeleza kuwa hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari, na hii inatokana na ushirikiano mkubwa uliopo na unaoendelea kuimarika kati ya Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam na wadau wengine wa masuala ya kiuchunguzi wakiwemo wananchi wengi wanaopenda kuwepo kwa amani na utulivu katika jiji letu la Dar es Salaam. Hata hivyo, taarifa ya mwezi Julai 2026, Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 83 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai yakiwemo ya unyang'anyi wa kutumia nguvu, uvunjaji, wizi, mauaji, kubaka, kulawiti na kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi. Polisi Dar es Salaam vile inachunguza shauri la kilogramu 75 za dawa za kulevya aina ya bangi skanka iliyokamatwa eneo la Matumbi, Temeke. Wahusika wote katika kusindika, kusafirisha na kuuza watachukuliwa hatua kali za kisheria. Wamekamatwa pia watuhumiwa wanaovunja nyumba, kuiba, wanaofanya biashara ya kununua mali za wizi zikiwemo simu, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop na redio. Watuhumiwa hao ni pamoja na Mtanko Ebenieli maarufu kwa jina la Mchina na wenzake wawili wa eneo la mtaa wa Amani Mbezi, wilaya ya Ubungo, ambao walikutwa na runinga 7 za aina mbalimbali, simu janja za aina mbalimbali 122 pamoja na vifaa vinavyotumika kufuta na kusanikisha upya mfumo endeshi yani software wa simu zilizoibiwa. Upande wa upelelezi wa mashauri yaliyofikishwa mahakamani kupitia ofisi ya mashtaka, yapo mafanikio ya baadhi ya watuhumiwa ambao wamepatikana na hatia. Wahalifu hao ni Albert Lisaliko, mkazi wa Kigamboni aliyehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Mwingine ni Saidi Shabani, mkazi wa Mbezi Magufuli, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Na namba 3 ni Madison Mkumbo, mkazi wa Goba, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Na namba 4 pia ni Harun Mustafa, mkazi wa Mbagala Charambe, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Jeshi la Polisi Dar es Salaam limebaini pia kuwepo kwa wimbi la wahalifu matapeli wanaojihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara za uongo za madini, magari, ununuzi wa viwanja, mazao, usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini kwenda nje ya nchi, utapeli, kukopa katika mabenki kwa kutumia hati za nyumba za watu za utapeli kupitia michezo ya upatu. Polisi Dar es Salaam inatangaza kiama cha sheria kwa watuhumiwa wote katika maeneo hayo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawashukuru wananchi na linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa mbalimbali zenye viashiria vya kihalifu ili ziweze kufanyiwa kazi na kuzuia vitendo vya kihalifu. Hii ni taarifa iliyotolewa na Jeshi la Polisi ambapo ni kupitia kwa Kamanda Kanda Maalum ya Polisi Dar es Salaam. Mwezi huu Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imekamata watuhumiwa 83. Hawa wamekuwa wakituhumiwa na makosa mbalimbali ya kijinai. Makosa hayo ambayo wametuhumiwa nayo ni pamoja na makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu,
makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, makosa ya kubaka, lakini makosa mengine ambayo yamehusisha vitendo vya watu kupoteza maisha, yani mauaji. Wamekamatwa pia watu ambao wamekuwa wakijihusisha na usafirishaji, lakini uuzaji wa dawa za kulevya maeneo mbalimbali maarufu kama bangi. Polisi Dar es Salaam pia eneo la Matumbi Temeke inachunguza shauri la kilogramu 75 za dawa za kulevya aina ya bangi maarufu kama skanka. Skanka ni dawa ya kulevya ambazo ni aina ya bangi zinakuwa zimesindikwa. Hii imekamatwa katika vifurushi mbalimbali vyenye uzito wa kilo 75 eneo la Matumbi Temeke. Wahusika wote ambao wameshiriki katika kusindika, kusafirisha, kuuza watachukuliwa hatua kali za kisheria.